Habari zenu wa Tanzania. Nipo hoi na umwa, but I had to say something. Baada ya hii report mliona leo, ndo hawa watu, kuna watu wanataka kufanya nao maridhiano. Ndo hawa watu ambao wanataka kufanya maridhiano. Maridhiano gani ya maana yanaweza kupatikana kwa watu ambao wanaweza kutoa ripoti kama hii kwa Watanzania? This is an insult. Yani kama vile walichofanya leo ni kama kuja kutuonesha vidonda vya Watanzania. Watu ni mashetani. Ni mashetani majini. Waandamanaji walilipwa. Wanasema watu walitekwa sijui kwa sababu ya mapenzi, sijui nini. Wanasema vifo 500 na ngapi sijui. Yani kilichofanywa kwenye ile tume leo ndio kitu ambacho watu wengi tulikuwa expect. Sijui kama nyinyi mmekuwa surprised. Mimi hiki kilichoongelewa leo na itume ndio kitu ambacho mimi nilikuwa expect. Yani Watanzania, we have to be serious and fight. Lazima tupambane sasa hivi, kila mtu lazima. Wanasema watu walichochewa na wanaharakati. Maandamano walichochewa na wanaharakati. Hawakuchochewa na ufisadi wao. Hawakuchochewa na ufisadi wao wa kihistoria waliofanya. Hawakuchochewa na wananchi kukosa hata maji ya kunywa. Maandamano yale hawakuchochewa na uchaguzi usio na haki. Yani kwamba wanaongea as if maandamano yale yametokana na hao mbwa wenyewe. Yani I'm so mad. I'm so mad. Watanzania, ni muda wa sisi kupambana na hawa mbwa. Kwa maandamano, kwa kila kitu. Naomba nirudi. Hii ripoti ilichoonyesha ni kwamba hawa mashetani hawana remorse. Hawana regret yoyote. Ndio hawa watu wa kufanya nao maridhiano. Lakini Watanzania tumeumia, lakini huu sio muda wa kuumia mpaka to give up. Huu sio muda wa ku give up kwa sababu tumeumia. Huu ndio muda wa sisi kuongeza nguvu kwenye kupambania nchi yetu. Huu ndio muda wa sisi kusimama na kudai haki na kuipata. Tusivunjike moyo. Tutashinda. Win. Wameua watu kama mbwa. Halafu wanakuja kuleta ripoti ya kisenge kiasi hiki. Hawa watu ni Watanzania. We have to keep fighting. Kila mmoja wetu. Na tutashinda. Nawaambia tutashinda as long as we don't give up and we fight. Mungu yuko na sisi. Roho za ndugu zetu zilizoondoka 29 Oktoba zitapata haki. Zitaleta haki kwenye nchi.